Kipindi hiki wasanii na watu mbalimbali maarufu wapo katika kipindi kigumu sana. Hii ni kufuatia lawama mbalimbali ambazo wamekuwa kizipokea kutokea kwa mashabiki na wadau mbalimbali pia. Na hii ni kutokana na kile kilichojitokeza kuanzia tarehe 29 mara baada ya vurugu zilizojitokeza na kupelekea baadhi ya Watanzania kupoteza maisha, kitu ambacho kimefanya baadhi ya wasanii pia waweze kushambuliwa kwa kiwango kikubwa sana kwa kile ambacho wanadaiwa kutokuwa upande wa wananchi, hususan kuwafariji katika kipindi hiki kigumu. Ndaro Keshaji, ambapo yeye pia ameandika kupitia kwenye akaunti yake Instagram, hakuna kazi ngumu kama kuwa msanii wa Tanzania. Kabla ya kututuhumu, fikiria haya kwanza. Mosi, msanii ni raia kama raia wengine, hana mamlaka yoyote. Pili, msanii ndio kiumbe ambacho ni rahisi kupatikana muda wote ule kikihitajika bila hata kutumia nguvu. Tatu, wasanii tulicho wakosea ni nini? Mfano mimi, anayejua mimi kosa langu aseme nimekosea nini. 4, watu maarufu walioathirika na itikadi za vyama baada ya kupata madhara, kama wananchi mlifanya nini kwa familia zao zinazotegemea zaidi ya kuendelea na ratiba zenu pia. 5, kwa kutambua maisha tunayotokea na watu wanaotutegemea, tunafuata sheria, taratibu na kanuni za nchi ili kwa wananchi, ila kwa wananchi tunaonekana kama hatujitambui na kuhukumiwa. Nachotakiwa kutambua, hakuna msanii hajui faida ya wananchi, maana ndio watu wa kwanza kuwafikishia kazi zetu, ndio watu waliotufanya tukafikia hapa. Tunaachaje kuwapenda? Sasa tusitumie hisia kuchukua maamuzi. Mungu awalinde Watanzania wote, binafsi na wapenda sana. Lakini kwenye maelezo yake kwenye hicho ambacho alikuwa amekiandika kwa chini, akasema kwamba kuwa msanii Tanzania hujui ufanye nini, kila kitu ni kosa kwa wananchi. Sote kwa pamoja tuungane, tuombe Mungu amani yetu iendelee kuwa kama zamani. Na hii ilikuja mara baada ya posti ambayo aliposti kabla ya posti hii, na alichokiandika alikuwa ameandika kwamba nilichojifunza kwenye dunia, kila neno moja linalotoka kinywani kwa mtu, hata kama ni utani, usilipuuze. Pole kwa wote mlokutwa na matatizo, ndugu jamaa na marafiki, mashabiki zangu waliofariki, Mungu azilaze roho zao mahali pema peponi. Daima tutawakumbuka, kila jambo linalotokea ni Mungu karuhusu, hili nalo litapita. Mungu ibariki Tanzania. Na hicho ndicho ambacho ameandika Ndaro. Na hii ameandika mara baada ya kushambuliwa kwa kiwango kikubwa sana wasanii wakidaiwa kwamba hawapo upande wa wananchi na badala yake wamekaa kimya na kupuuza kile ambacho kimekuwa kikiendelea. Mtazamo wako ni upi? Usiache kutuandikia hapo sehemu ya maoni kuhusiana na kile ambacho wewe binafsi umekifikiria. Lakini pia usisahau kusubscribe kwenye akaunti yetu ya YouTube ambayo inasomeka Dodoma TV.